Kama ilivyo kwa mhandisi ambavyo hawezi kujenga jengo bila kuwa na ramani, ndivyo kilivyo kitabu Biblia. Biblia ni ramani yenye details zote za kuyajenga maisha ya mwanadamu na kumfanya kuwa mwenye kufaa kwa ajili ya maisha ya sasa na maisha yajayo. Katika siku ya leo tutakwenda kuangalia mambo machache kuhusu namna ya kuisoma na kuifahamu Biblia. Lakini tutafungua siri kubwa 4 za namna ya kusoma Biblia katika mifumo ambayo itakuletea matokeo kwenye maeneo yote ya maisha yako. Baba, asante kwa zawadi ya maandiko matakatifu, neno lako Biblia. Ruhusu mimi na mtoto wako huyu tuingie katika tafakari fupi ya maneno yako haya, ili tupate kuishi sawasawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu, amen. Ili neno la Mungu liingie ndani yako na kuleta matokeo chanya kwenye maisha yako, lazima uwe na mfumo ambao unautumia kulifanya neno la Mungu Biblia ipate kuleta matokeo kwenye maisha yako. Kwa nini ni vizuri uanze siku na neno la Mungu? Akili yako ni kama uwanja. Majira ya asubuhi sana ni kama uwanja ule ambao asubuhi unakuta kuna unyevunyevu, ile utomvu na naita nini, ile umande. Unapotumia huo muda kusoma neno la Mungu, ni sawasawa na mtu anayetembea juu ya umande, ambapo unaacha footprints, unaacha alama za hatua za neno la Mungu kwenye ubongo wako majira ya asubuhi, ambazo hizo alama zitabaki kwako takriban siku nzima na kukuletea matokeo. Hii awamu ya kwanza nilikuwa naongea na wewe kuhusu kuwa na muda wa thamani na Mungu, muda ambao unakwenda kuichora picha ya Mungu kwenye ufahamu wako kupitia kupeluzi na kufunua neno la Mungu. Lazima uwe na eneo ambalo unakutaniaga na Mungu wako, eneo ambalo utakaa na kufunua karatasi za thamani za neno la Mungu, na mahali ambapo utapatumia kumwombea Mungu. Na ikiwezekana, kama Bwana amekupa uwezo, kama Mungu amekupa uwezo, hebu tenga sehemu ambayo haiingiliani na kitu chochote kwenye familia yako, isipokuwa ni mahali ambapo unapatumiaga kusomea neno la Mungu. Ni mahali ambapo huwa unapatumia kumwomba Mungu kukisoma neno na kuimba tenzi za rohoni na nyimbo za Kristo. Ni mahali pa heshima kuliko mahali pote kwenye nyumba yako, kwenye makazi yako. Mahali hapo ndipo unapochotea nguvu za kupatia ushindi kwenye maisha yako. Tunaposoma Biblia, tambua Biblia ina mambo takriban 5. Jambo la kwanza, ukisoma Biblia lazima ukutane na kitu kinaitwa principles. Hizi ni kanuni za ukweli zinazoongoza maisha ya mwanadamu. Zimejaa tele. Kuna utitiri wa kanuni za maisha katika Biblia ambazo hata kama umwamini Mungu, ukiziishi tu lazima uone matokeo yake. Lakini Biblia ina kitu kinaitwa patterns. Patterns ni mifumo ambayo mtu mmoja alifanya kitu A, ikatokea jambo B. Mtu wa pili katika sehemu nyingine kabisa akafanya kitu cha namna hiyo hiyo, matokeo yakatokea ni yale yale. Na wewe unafata kile ambacho alikifanya kikaleta matokeo haya, na wewe unakikopi, unakifanya, kitakuletea matokeo yale yale. Hiyo inaitwa biblical patterns. Hata hivi vitu vimejaa kwenye Biblia kama utitiri. Unaposoma Biblia, kuwa makini pia kuangalia kitu kinaitwa precepts. Biblical precepts. Biblical precepts ni nini? Ni maelezo ya moja kwa moja ya maandiko matakatifu, au komandi, amri ya moja kwa moja ambayo imeandikwa kwenye Biblia, ambayo kazi yako wewe
ni kuikopi na kuipesti kwenye maisha yako, ni kuinakili na kuiweka kwenye maisha yako. Hizi zinaitwa biblical commands. Hizi ni amri ambazo, kwa mfano nasema ombeni bila kukoma, hiyo ni amri. Au amri nyingine nasema fanyeni biashara mpaka nitakapokuja. Kwa kuna amri zile ambazo zinaitwa precepts, maelekezo ya moja kwa moja ambayo kazi yako ni kuyafuata tu, yenye kuleta matokeo makubwa, zimejaa kwenye Biblia kwa wingi. Lakini kwenye Biblia kuna prayers, kuna maombi ambayo kama utayasoma na kuyaelewa na kuyakopi na kuyapesti kwenye maisha yako, nawe ukayaomba katika mfumo watu walioomba, matokeo yale yale yaliyowapata wahusika wale yatakupata na wewe. Lakini kuna prophecies, kuna nabii nyingi ambazo zimeelezewa kwenye Biblia, ambazo kama ukizisoma zinakuongezea macho ya kuona mambo katika ulimwengu wa sasa. Kuna vitu vingine Biblia imevitabiri katika maisha yako ambavyo ukivisoma kwenye maandiko kwa mafunuo ya Mungu vitakuwa ndo sehemu ya suluhisho ya baadhi ya matatizo ambayo kwako yamekuwa ni sugu. Lakini tunaishi katika siku za mwisho, kila kinachotokea kimetabiriwa. Utajuaje kwamba unachopitia kimetabiriwa? Unajuaje nchi yako inachopitia kimetabiriwa? Unajuaje dunia inachopitia kimetabiriwa? Lazima usome maandiko. Kwa utagundua hizi package 5 za msingi ambazo zimo kwenye maandiko, na nyingine nyingi ni za muhimu kweli katika ukuaji wako wa kiroho na mahusiano yako na Mungu. Lakini mbinu 4 za kuisoma Biblia. Hizi mbinu kwa ujumla, kwa muhtasari wake, zinaitwa SOAP au SOAP. Kila herufi ina maana yake na ina fafanuzi zake. Neno S inasimama badala ya neno scripture. Mbinu ya kwanza inaitwa scripture. Andika mstari mmoja uliokugusa. Biblia ina maneno mengi sana, si lazima usome lote kwa ujumla. Unaweza ukaamua kusoma vitabu hata Mwanzo 1, 2, 3, 4 au Zaburi 1 mpaka 10. Katikati yake kuna zile mistari ambazo zimegusa sehemu fulani ya maisha yako. Huo unauchukua, unaupigia mstari au unaukopi. Hii ndio maana ya hatua ya kwanza, scripture. S kwa maana ya kwamba kuidentify au kugundua eneo la Biblia ambalo linagusa maisha yako. Ya pili ni O, manake ni observation, ni kujifunza hicho ambacho kimekugusa kinahusu nini. Unakifanyia observation. Muhusika ni nani? Na kuna kanuni gani? Kuna baraka gani? Kuna funzo gani? Kuna onyo gani ambalo unaweza ukalichukua kutoka katika huo mstari, hiyo phrase, hayo mafungu, hiyo aya ambayo umeisoma? Unalifanyia observation. Lakini kuishia tu kugundua hivyo vitu bila kuingia stage inayofuata, bado unakuwa umefeli. Hatua inayofuata inaitwa ni application. Nimekwambia SOA, application. Angalia sasa, huo mstari na hayo mafunzo ambayo umeyachukua yanakusaidiaje kwenye maisha yako ya kila siku? Usisome tu Biblia kama vitu vya kidini vya kuelezea mambo ya kimungu hivi, lakini huna ujasiri wa kusema hilo fungu limekusaidiaje. Hilo fungu uliosoma, huo mstari uliosoma, lina apply vipi? Linagusaje maisha yako? Anza wewe kwanza, acha kuangalia ule mwingine. Wewe kwanza, linasaidiaje kulipa ada ya watoto wako? Huo mstari uliosoma unasaidiaje kutibu magonjwa yanayokusumbua? Huo mstari uliosoma unasaidiaje kukuondolea dhambi inayokutesa? Huo mstari unaosoma una maana gani ndani yako? Ukikumbuka kwamba 4 Waebrania mstari hapo unasema kwamba neno la Mungu lina nguvu
zaidi ya upanga ukatao kuwili. Kwa ile nguvu iliyomo ya ndani ya hiyo phrase au hicho kipande cha maandiko ulichokisoma, wewe inakusaidiaje? Unanufaika nayo vipi? Lazima hapo unafanya application neno huku ukimwomba Mungu. Ya mwisho ni P ambayo ni prayers. Sasa lazima umalize kwa kumwomba Mungu. Hata wakati wa kwanza lazima usome lazima uanze na maombi. Kwa mwisho lazima umalize na maombi. Unaomba nini kwenye hatua ya maombi? Kwenye hatua ya maombi unamwomba Mungu akusaidie kutekeleza hiyo kanuni uliojifunza, hiyo precept uliojifunza, hayo maufunuo na manabii ulioyapata, akusaidie kuyatekeleza. Lakini unaomba nini kingine? Unaomba nguvu ya hilo neno itende kazi kwenye maisha yako, ibadilishe maisha yako, ibadilishe vipaumbele vyako. Unaomba badiliko linalosukumwa na nguvu iliyomo ndani ya huo mstari, hicho kifungu ambacho umekisoma. Lakini unaomba Bwana aachilie nuru, kwa sababu neno la Mungu ni mwanga, ni kama taa, na maisha yako yakikaa bila Mungu yanakaa kwenye giza. Unaweza ukawa una mwanga kwenye eneo la ndoa, lakini una giza kwenye eneo la uchumi. Una mwanga kwenye eneo la maombi, lakini una giza kwenye eneo la kuelewa mambo ya Mungu. Kwa neno la Mungu utakaolisoma litatifua nuru kwenye ufahamu wako, kwenye eneo ambalo mwanzoni lilikuwa na giza. Kwa unaomba ile nuru itapakae kwenye ufahamu wako na kuondoa kila giza ambalo lilikuwa limejaa kwenye maisha yako. Baada ya kuwa umesoma hilo neno la Mungu, umefahamu hayo mambo ambayo Mungu amekufunulia, ni lazima utenge muda wa kushare na watu wengine. Utenge muda wa kushirikisha ulichokielewa na watu wengine. Usiwe tu mpenzi msikilizaji wa mambo ya Mungu. Tenga muda wa kile kizuri ambacho umejifunza, share na watu wako, share na mume wako, share na mke wako, wafundishe watoto wako, share na wazazi wako. Mpigie rafiki yako, bwana, kuna kitu nimejifunza, kwa kweli kumbe Mungu ni mzuri. Yani kumbe nilikuwa sijui, kumbe Mungu ana njia. Nahum 1:7 nafikiri, katikati ya vurugu na visulisuli, kumbe Mungu ana njia. Hii swali limenijenga sana. Hebu na wewe likujenge hili. Lazima ushare mambo ya Mungu na watu wengine. Hivyo ndivyo utakuwa. Yesu aliposema enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili, haikuwa kwa faida yake, ilikuwa ni kwa faida yako. Anajua unapoongea mambo ya Mungu na watu wengine, yanajaa tena kwako. Kale kazuri uko kaelewa, katengeneze vizuri, kapolish, kawe kwenye status, share kwenye mitandao ya kijamii, ili wengine nao wapate kubarikiwa. Na kitabu cha Isaya 55 mstari wa 11 inaeleza kwa nini ushare neno la Mungu na watu wengine. Anasema, ndivyo litakavyokuwa neno langu, halitarudi kwangu bure, bali litatimiza mapenzi yangu. Neno la Mungu ukilishare kwa watu wengine, anasema halitaenda tu bure, lazima lilete kusudi, litimize kile ambacho limekusudiwa kukifanya. Kwenye masuala ya kiuchumi na kifedha, neno la Mungu ni kama mbegu au mtaji. Hauwezi ukaweka mtaji au mbegu kwenye maisha ya watu. Kwa mfano, neno la Mungu linapozungumzia uaminifu, na wewe uaminifu huo ukauvaa, alafu ukaenda ukauwekeza kwenye maisha ya watu wengine, anasema hilo neno halitarudi bure, lazima lifanye kilichokusudiwa. Lazima watu, ile law of reciprocal, watakurudishia uaminifu. Ndio pale unajikuta, ile sheria inasema like attracts like. Unajikuta sio tu wewe kuaminiwa, lakini na wewe unaaminika. Unajikuta seko ya watu waaminifu ndio iliyokuzunguka, na sio wajanja na wapigaji, kwa sababu neno ulilotuma la Mungu kwenda limekuletea matokeo
ya uaminifu ulionao wewe, na unazungukwa na uaminifu. Unapoamua kushiriki neno la Mungu, unatengeneza mtandao wa watu wenye maadili, na jambo ambalo ni muhimu sana, nazungumza kwa watu wanaofanya biashara. Unapotafuta namna ya kushare mazuri ya Mungu, watu wanavutiwa, unajikuta wale waaminifu na waadilifu wanakuzunguka. Neno la Isaya 55:11 linatimia kwenye maisha yako. Lakini jambo lingine ni la pili, ni faida ya kula neno. Tumezungumza mambo mazuri juu, lakini hayatakuwa mazuri sana kama nisiposema na hili. Yeremia 15 mstari wa 16 anasema, maneno yako yalionekana nami nikayala, alafu na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu. Anasema maneno yako yalionekana, niwe kuyaona maneno yako sehemu fulani, nami maneno nilipoyaona nikayala. Anasema nayo yakawa ni furaha. Ukilibeba neno la Mungu kwenye ufahamu wako, umebeba furaha yako, umebeba amani yako, umebeba utulivu wako, umebeba majibu ya maswali yanayokusumbua. Kulila neno la Mungu ni kulifanya hilo neno kuwa sehemu ya seli hai zako. Tunaposema mindset change, neno la Mungu unaweza kubadilisha mindset. Mindset sio tu ubongo. Kila seli hai iliyo ndani ya mwili wako ina kitu kinaitwa mitochondria. Ndani ya mitochondria kuna vifurushi vinavyotunza taarifa, sio tu za ubongo, ni za mwili wako wote. Ukilila neno la Mungu kama ambavyo umekula embe, zile vitamini zilizomo kwenye embe zitachakatwa, machafu yatatolewa, vizuri vitaingizwa kwenye kila seli hai ya mwili, vitamini kama ni protini ni nini, na huleta ukuaji. Neno la Mungu napolila kiroho, tunaamini linatawanywa kwenye kila seli hai. Taarifa zote zilizomo kwenye seli hai ya maisha yako, taarifa hasi zinatolewa kama uchafu, alafu sahihi zinaingizwa, na unakuwa baraka kwa mamilioni ya watu. Isaya 55 mstari wa 1 na wa 3, kuna neno hapa linasema, haya ninyi nyote wenye kiu, njoni majini, tegeni masikio yenu mje kwangu, sikieni, nafsi zenu zitaishi. Neno la Mungu halitakusaidia tu kawaida kwenye maisha ya kawaida. Anasema njoni msikie neno, tega sikio lako, nafsi yako itaishi. Neno la Mungu linaleta uhai. Neno la Mungu linaleta uzima. Anasema Yesu, Yohana 6:63, maneno niwaambiayo ni uhai, ni roho, na tena ni uzima. Haya maneno haya yanakuwa ni uzima wa maisha yako. Yesu anapokuja mara ya pili, anachukua watu wake, anachukua watu wenye neno ndani yao, watu wenye Mungu ndani yao. Jenga tabia ya kula neno. Weka muda maalum, a quality time with Jesus, muda wa thamani na Mungu. Soma neno, muombe Mungu. Tumia kanuni hii nimekuambia, SOAP. Itakujenga kwa haraka, nawe hautakuwa mtu wa kawaida, na inakwenda kuathiri kila eneo la maisha yako. Siri nyingine kubwa, anasema hii ni siri kubwa. Kuna hekima ya biashara na mbinu za uchumi ambazo huwezi kuzipata darasani, bali utazipata kwenye sauti ya utulivu unapotega sikio la Mungu. Anasema nunueni neno. Kununua neno manake ni kutenga muda wa thamani zaidi ya fedha ya kulijua neno. Anasema bila fedha, Roho wa Mungu ambaye amevuvia maandiko, popote utakapoyasoma kwa usahihi, huyo Roho anavuvia nawe maisha yako, na anachamvua na kuchanua fahamu zako. Mstari mmoja wa maandiko matakatifu ni kama katobo kaliko juu ya bati. Hata kama chumba kina giza gani, kale katobo bado katapitisha nuru kwenye eneo lenye giza na katashika lile eneo. Katundu kadogo kalikopo kwenye ukuta au kwenye mlango
kana uwezo kusababisha ukaona mwanga mkubwa wa nje. Nataka kusema nini? Mungu anathamini quality over quantity, ubora dhidi ya wingi wa idadi. Si lazima muda wote usome mafungu mengi sana ya Biblia ili ndio uelewe. Kuna wakati utasoma tu kifungu kimoja au sehemu chache, ukatumia kanuni ambazo tumejifunza, utaelewa vitu vingi. Mungu atakubariki. Ikiwa unasema nimesikiliza maneno haya na mimi namuomba Mungu anisaidie nipate kuelewa, kujifunza Biblia. Kuanzia sasa unasema natenga muda wa thamani kwa ajili ya kujifunza maandiko matakatifu. Na ninamshukuru Mungu, unasema wewe Mungu amenipa uwezo. Nataka nitenge sehemu ya kusoma Biblia serious ili ipate kuleta matokeo kwenye maisha yangu. Mungu akutendee. Baba, ninakushukuru sana kwa somo la leo. Asante kwa ajili ya mtoto wako ambaye amesikia maneno haya. Wewe ni Mungu mwenye nguvu na uwezo wa kumwezesha yeyote mwenye kutaka kukufahamu na kuyafahamu maneno yako apate kukujua na apate kubarikiwa. Bariki mtoto wako huyu anapoamua kuanzia sasa kuweka muda wa thamani wa kusoma Biblia, anapoamua kuanzia sasa kutafuta vitabu na mafunuo mengine ya kuweza kuelewa neno lako. Msaidie Mungu wa mbinguni, kwa sababu ameamua kujifunza neno lako. Mfanye kuwa sugu katika neno lako, mfanye kuwa imara katika neno lako. Asiumbishwe na mafundisho na kila upepo wa mafundisho akitupwa huku na huku kama bembea. Tunakataa roho ya ubembea kwenye maisha yake. Akawe mtu aliyesimama katika neno likamfundishe namna ya kuvaa, likamfundishe namna ya kusema, likamfundishe namna ya kubarikiwa, likamfundishe namna ya kuacha dhambi na ushindi wa kila kilichomshinda, katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki sana.